Biblia kuna kitabu inaitwa Deuteronomy. Sijui kama the right terminology ndio Deuteronomy ama ni Deuteronomy. Ni gani? Haya, kwa sababu hatuko kwa shule, bora tujue kwamba ninasema Deuteronomy. Bwana asifiwe. Inaitwa kwa Kiswahili inaitwaje? Inaitwa Mambo ya Nyakati. Bwana asifiwe. Kwa inaitwa Mambo ya Nyakati. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati, that is the right thing. Kwa sababu huwa inakumbusha watu kitu walikuwa wameambiwa. Tukiangalia kwa kitabu cha Pita, kuna mahali amesema ya kwamba nataka niwakumbushe, ikawa nimewaambia tena, nataka niwakumbushe kabla sijatoka kwa hudumi. Kwa hivyo ni vizuri kukaa tukikumbushwa jambo ambalo tumeambiwa tena. Siku ya leo nataka nikaweze kufundisha na nitafundisha kanisa jinsi ya kuwa na uwepo wa Mungu katika maisha yako, to attract the presence of God in your life, jinsi ya kufanya Mungu awe na nguvu katika maisha yako na ajidhihirishe katika maisha yako. Praise God. Amen. Na kitu cha kwanza ambacho nataka kanisa likajue, ili ukaweze kuwa na nguvu, for you to be powerful and to be strong, kitu cha kwanza ambacho tunaweza kujifundisha kutoka kwa maandiko ni kwamba you need to have an altar. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu kila mtu mwanzo wa kupata nguvu ni kuwa na madhabahu, na ukishakuwa na madhabahu, nataka ni point out ya kwamba the first thing you need for you to be powerful huwa inalingana uko na Mungu gani. Bwana asifiwe. Amen. The God you have will determine the power and the presence that will be with you. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni madhabahu na Mungu wa hiyo madhabahu. Na watu wa Mungu, ningetaka nikukumbushe, nitafundisha ndio nikaweze kuweka msingi wa huu mwaka. Tunapokumbuka Waisraeli walipokuwa kule Misri, walikuwa na Mungu ambao alikuwa anaitwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Na tena huko Misri kulikuwa na miungu ingine mingi. Kulikuwa na miungu ambayo inaitwa gods of fertility. Kuna miungu ilikuwa ya vita, kuna miungu ilikuwa ya seasons, na kuna miungu aina nyingi ambayo ilikuwa kule Misri. Lakini kuna mahali Mungu alifika akasema, ninataka dunia ikajue ya kwamba I am the only true God. Bwana asifiwe. Amen. Na kulikofika hapo alimuinua Musa na akamwambia, enda ukamwambie Farao, nataka watu wangu waachilie waende wakanitumikie. Na Farao akauliza, ni kazi mumekosa ndio mwanze kufanya hiyo mambo? Na akaamua akitumia miungu yake nitazuia hilo jambo. Wakati alipojaribu kufanya hivyo, Mungu alijidhihirisha kwa njia kuu. Wakifika muujiza watatu, mpaka wale wachawi wa huko wakasema, sasa hiki sio kidole cha mwanadamu. Wakasema kuna Mungu na anatutisha. Dakika ya mwisho kabisa walikuwa wanasema, achilia hawa watu waende, watatuangamiza kwa sababu tumeshindwa na Mungu wao. Praise God. Kwa hivyo first and foremost is the God you have in your altar. Bwana asifiwe. Ndio uwe na nguvu. Kitu cha kwanza nimesema ni yule Mungu ambaye utakuwa naye katika madhabahu yake. Kwa hivyo watu wa Mungu, ni vizuri ndio uwe na nguvu, unafaa kujua na kutambua ni Mungu gani ambaye uko naye kwa ile madhabahu uko naye. Praise God. Na ninashukuru Mungu, na ningetaka kuweka msingi niseme ya kwamba in this church
yule Mungu ambaye tunaabudu na ikajulikane duniani kote na kila mtu ya kwamba ni yule Mungu ambaye ndiye baba yake Bwana wetu Yesu Kristo, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Mungu wa Israeli. Huyo ndiye Mungu ambaye tunaabudu katika hii madhabahu. Hatuna miungu ingine, na ninajua ya kwamba tukiwa na huyu Mungu sisi ni zaidi ya washindi. Praise God. Tukiwa na huyu Mungu, he is the only true God. Na mtu wa Mungu ni vizuri kuhakikisha ya kwamba huyu Mungu ndiye Mungu wako, na usiwe na miungu ingine. Let him only be your God. Amen. Bwana sifiwe. Amen. That is the very first step ya kuanza kupata nguvu. Number 2 ambayo nitasema ni kwamba Mungu ndiye aweze kukushindania uweze kuwa na uwepo kwa Mungu. Kuna kitu inaitwa sacrifice. Sacrifice kwa Kiswahili inaitwa dhabihu, kwa sababu ukishakuwa na Mungu hiyo ni tofauti, lakini kuna sacrifice ambayo inahitajika kwa hiyo madhabahu. Bwana asifiwe. Amen. Kama unaweza kukumbuka Elijah, wakati ambapo aliona Israeli yote imepotea, aliwaambia ninataka mjenge madhabahu na mimi nitakuwa na yangu. Akasema kutoka hapo waletewe dume, waletewe sacrifice. Akasema mtolee miungu yenu na mimi nitatolea Mungu wangu. Praise God. Amen. Wakati walipotoa, kwa sababu Elijah alikuwa na huyu Mungu ambaye ninasema, tunakuta ya kwamba huyu Mungu alihakikisha miungu ile hata sacrifice ikitolewa haitafanya kazi. Amen. Lakini Elijah alipotoa sacrifice na akaita huyu Mungu, maandiko inasema moto ulitoka juu mbinguni ukakuja ukateketeza ile dhabihu, na watu wote wakasema Jehovah is God. Amen. Madhabahu haiwezi kukosa sacrifice, inafaa kuwa na sacrifice, na the kind of sacrifice ambayo will attract the presence of God. Bwana asifiwe. Amen. Mpaka iwe sacrifice ya maana. Nilikuwa wakati wa mkesha, nilikuwa ninasema ya kwamba number 22, kuna watu walituambia the meaning of number 22, na wale waliokuwa walipata kuelewa ya kwamba inamaanisha judgment, na pia tukaambiwa ya kwamba ni namba ya nuru. Ndivyo ukiangalia kwa wale ambao huwa wanaongea juu ya numbers, they say that. Lakini mimi nilichukua mkondo mwingine concerning that number. Nikaona namba 22 mahali fulani kwa Biblia ya kwamba the first temple ambayo Solomon aliweza kujenga. Kwa hiyo temple, wakati alipokuwa anaidedicate kwa Mungu, aliweza kutoa dume 22,000. Nikasema ni namba 22. Na zilipotolewa hizo 22,000, alafu akaomba, maandiko inasema utukufu wa Mungu ulijaa kule mpaka watu wakashindwa kufanya chochote, kwa sababu the glory of God filled the house. Bwana sifiwe. Amen. Nikasema namba 22 ukitumia vizuri inaweza kuwa ya msaada sana, lakini pia namba 22 huwa saa ingine inaleta shida. Kuna watu ambao, mtu kama Gideon, sijui kama wakati alipokuwa na jeshi na akaambiwa wale wanaogopa waende, walienda wangapi? Okay, tuko na mtu mmoja ambaye aliambiwa na Mungu aende kwamba atapatiwa maadui wake, atawashinda walipokuwa wanapigana, na akajua ya kwamba hakuna haja ya kutoa sacrifice ama kufanya kitu ingine yoyote. Mungu amesema, akalifuata neno la Mungu, akaenda
na alipoenda kupigana na adui wakapigwa wakauawa 22,000. Unajua hao watu na ni Mungu alikuwa amewaambia waende wakapigane, wakauawa 22,000. Kuna kitu kama hiyo unaona kwa Biblia, kitabu cha Waamuzi, si ni kweli? Wakati Waisraeli walikuwa wanapigana na Benjamin waliuawa 22,000. Kwa hivyo nikasema ya kwamba 22 kuna mahali huwa inaleta shida. Kuna watu ambao ninajua ya kwamba walitawala miaka 22 na judgment yao ikaja, wakamalizwa, wakaangamizwa na Mungu. Kwa hivyo in short nataka niseme ya kwamba it is a good number ukitumia vizuri, and also it is a number of judgment ukitumia vibaya. Bwana asifiwe. Na nikiongea hao ninaongea juu ya sacrifice. Wakati Mungu aliamua ya kwamba nitakomboa dunia, tunaona ya kwamba maandiko inasema for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes on him shall not perish but have everlasting life. Hiyo sikira tunajua ni John 3:16. Bwana asifiwe. Katika madhabahu ya Mungu akasema ya kwamba kwa sababu ninataka kukomboa wanadamu, hakusema mimi ni Mungu na niko na uwezo na nguvu zote. Alisema I have to give a sacrifice ndio nikomboe dunia. Na mbinguni, I will always remind you, si kuna malaika moja tunajua anaitwaje? Si mnisaidie nikufundisha. Huyo malaika anaitwaje? Kuna malaika mnamjua kwa jina? Anaitwa Gideon ama anaitwaje? Tunajua malaika wawili. Mmoja ambaye anaitwa Gabriel na mwingine anaitwa Mikaeli. Si ni kweli? Kuna wengine wengi. Malaika ni 10,000 times 10,000 and thousands and thousands. Ni wengi, they are innumerable. Praise God. Lakini hawa Mungu ametuwezesha kuwajua na wanaitwa archangels, malaika wakuu. Ndio sababu watu wanaitwa archbishop, kwa sababu ni bishop mkuu. Hawa wanaitwa archangels. Si Mungu ametoa mmoja aseme wewe Michael, enda ukakomboe dunia, kwa sababu wewe ni malaika wa kuheshimiwa. Did he do that? Si angetoa hata waambie nataka mkombaini wewe na Gabriel, mkiwa wawili mmetosha. Mungu alitoa hao. Maandiko inasema he gave his only begotten son. Bwana asifiwe. Akatoa sacrifice ya Bwana asifiwe. Akatoa sacrifice ya maana katika madhabahu yake, ndio akajua ya kwamba nikitoa hii sacrifice hakika mpaka nikomboe dunia yote. Siku ya leo Yesu hahitaji combination ama coalition na wengine ati ndio akomboe mwanadamu. Yeye tu peke yake ametosha kuikomboa. Praise God. Wakati Abraham alipokuwa anajaribiwa na Mungu, ndio Mungu aone kama atambariki, alimtesta akamwambia, enda kwa mlima Moria ukanitolee your only and your only son. Na Abraham katika kumtii Mungu akakubali, akachukua Isaac akampeleka katika madhabahu. Alipompeleka, wakati alipokuwa karibu kumchinja ndio apatie Mungu, maandiko inasema ya kwamba sauti ya malaika ikatoka kutoka juu mbinguni, akajua Abraham, Abraham, usimtendee jambo lolote huyo kijana. Na Mungu akamwambia, siku ya leo nimejua unanipenda kabisa kabisa. Naye Mungu sasa hapo akaapa kwa jina lake, akamwambia, from today in blessing I will bless you. Praise God. Amen. Siku hizo zingine alikuwa anamwambia, nitakubariki, nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Na Mungu sasa akajua, kwa sababu ninataka kumbariki, ningetaka nikaone kama ile sacrifice nitamuitisha
anaweza toa. Akaitishwa the best he had. Alipoitishwa the best he had, maandiko inasema ya kwamba Abraham akawa mtu hana shida, akasema hakuna shida Mungu. Alipoenda kupatiana, na hiyo ilikuwa ni kama vile Mungu alivyomtoa Yesu, Abraham ikaonekana ya kwamba upendo wake kwa Mungu haina tashwishi. Praise God. Amen. Unajua kuna upendo ambao uko na conditions. Mungu nitakupenda, lakini ujue na wewe ukitaka tuende nawe mbali usifike eneo fulani. Ujue ya kwamba Mungu nitakupenda, lakini ujue ya kwamba kama hii kazi yangu ikiguzwa, ujue hatuko pamoja. Mungu nitakupenda, lakini ujue ya kwamba ikifika ni mahali kwa familia yetu ukiingilia, tutatokana. Hiyo ni Kiswahili. Praise God. Bwana sifiwe. Amen. Ukigusa mambo ya familia yetu tutatoka. Ambie mwenzako tutatokana. Praise God. Kuna mtu ambaye hupatia Mungu condition ya kwamba Mungu, mimi nitakupenda with a condition, lakini ukifika mahali fulani, hapo ninaona tutashindwa kuendelea. Na kwa hivyo ninataka niseme ya kwamba number 2 ambayo hufanya the presence of God and the power of God to be with you ni sacrifice. Praise God. Amen. Na sacrifice, usifikiria kwamba sacrifice ati ni sadaka peke yake. Iko hapa, Bwana sifiwe. Lakini si sadaka peke yake. Maandiko inasema we should offer our bodies as living. Bwana sifiwe. Amen. Kuna kujitoa mwili wako. Kuna wakati Mungu anaweza kuhitaji kufanyiwa jambo, na hiyo jambo haihitaji pesa, inahitaji mwili. For example, Mungu anaweza kuhitaji labda mtu ni mgonjwa, na maandiko inasema ya kwamba mtawekelea wagonjwa mikono na wako. Mungu anaweza kuhitaji mtu fulani aombewe na awekelewe mikono wapone, na kuwe ni wakati wa mvua ama wakati fulani. Kuna mtu ambaye ataambia Mungu nitaenda tu, lakini unaona vile kuko hii matope kukanyanga. Sasa huyo mwili haijatolewa kama living sacrifice. Praise God. Amen. Kuna wakati Mungu angetaka watu wakeshe wakiomba, lakini kwa sababu ya baridi mtu aseme sasa kutoka kwa blanketi, hii ni shida. Kuna wakati Mungu atahitaji mambo fulani, na anahitaji ukose kula na kunywa, na saa hiyo ndio saa ile umefanya ile ya siku hizi ya kuangukia. Unajua ya kwamba kwangu mahindi iko kwa wingi, ile kuku ambayo ni marinated iko hapo. Unajua siku hizi ninawafundisha mambo inaitwa marination, na ikipikwa vizuri inafanywa garnishing. Garnishing ni majina tu. Garnishing usifikiria kwamba ni kitu, si kitu haiko duniani. Bwana sifiwe. Ni kukatakata tu pilipili hoho na dania ambayo haijapikwa kuwekelea hapo juu. Hiyo ndio inaitwa, ambie mwenzako garnishing. Praise God. Ni kustuliwa tu, waka tunastuliwa na vitu ile tu tumekuwa nayo. Bwana sifiwe. Na iwe ni wakati kama huo kamekuja kakiwa kakuku kazuri, na Mungu akwambie ya kwamba ninataka asubuhi ya leo kuanzia dakika hii nataka usile na usinywe siku 2 siku 3, kwa sababu kuna jambo nataka ufanye. Si hapo kutakuwa shida. Utaambia Mungu umenikuta Afrika kwa sababu just give me time, kwanza nimalize hii, na imekuja na ile juisi mzuri. Si ni rahisi kuambia Mungu hapa, kama tutapita hiyo Mungu ninaona tukikwaruzana. Praise God. Hiyo kukosa kula nasema ya kwamba ni sacrifice.
Bwana sifiwe. Ninaongea juu ya sacrifice ndio nikuonyeshe ya kwamba ikifika ni mahali ambapo madhabahu yako iwe na nguvu, you need to give the best sacrifice. Praise God. Amen. Na kwa hivyo tumejua ya kwamba sacrifice si pesa peke yake, sio mali zetu. Mali inafaa kutolewa mahali mali inahitaji. Bwana sifiwe. Amen. Hakuna haja kuwa unatoa mali na hiyo imepoteza hata familia mara nyingi, kwa sababu wale watu ambao wanafaa kuangalia familia huanga wanaangalia upande wa pesa. Ukisikia mtoto wako amekuwa mang'aa kwa shule, unamuuliza, unajua siku hizi huwa wanamuita dadi na hiyo majina mengine, unamuuliza unafanya hivyo kwa nini? Ni kitu gani umekosa? Wanakupatia chakula mzuri, nikutumie 2000 wewe unanunua blueberry na hizo zingine na snacks huko na usisumbue watu. Umesikia baba? Hiyo shida haiwezi tatuliwa na pesa. Inahitaji mtoto kukaa na mzazi kukaa na mtoto na kuweza kumweka kile ambacho anahitaji. Na kwa hivyo nimesema pesa itolewe mahali pa pesa, mambo mengine ifanywe, the right thing iwe accompanied na the right procedure. Praise God. Amen. Kwa hivyo nimesema it's not money alone, kuna mambo mengi ambayo inahitajika. Ndio madhabahu yako iwe na nguvu, you need to sacrifice, acceptable sacrifice, na tena excellent sacrifice. Praise God. Kwa hivyo watu wa Mungu 2022, kwa sababu tungetaka kuwa na nguvu ndani ya Bwana, nimesema ya kwamba it is the right time ambapo tutatoa acceptable, excellent and precious sacrifices, na Mungu ataenda nasi. Praise the Lord. Amen. Kitu kingine ambacho kinahitajika for you to be powerful, nataka niseme ya kwamba wakati ambapo uko na madhabahu mazuri na sacrifice iko pale, nataka niseme ya kwamba nitaipatia jina gani? Ningetaka nikaipatie jina fullness of time, fullness of everything. Kitu ambacho ni kamili. Bwana sifiwe. Unajua hata in the Old Testament Mungu alikuwa anasema kama ni ng'ombe asipatiwe ng'ombe ambaye ni kilema. Wacha mawa alikuwa anasema usimpatie ng'ombe kama ako na mguu mbaya. Anasema usimpatie ng'ombe kama huyo. Kama hana jino alikuwa anasema usinipatie ng'ombe kama huyo. Praise God. Akiwa hana macho, akiwa ni kipofu, Mungu alikuwa anasema you cannot offer this one to me. Na anasema I am a great king. Mimi ni mfalme. Na anasema hebu enda ukapatie governor. Siku hizi angetuambia enda ukapatie governor wetu anaitwa Kanani. Enda ukampatie. Kwa hivyo wakati unapotoa kwa Mungu kitu ambacho ni kilema, fikiria kama ni ya wagawa na Kanani, unaweza kwenda umpatie ng'ombe. Hii ng'ombe hata kama hiyo chukua tu ni mzuri. Praise God. Mungu huwa anasema apatiwe kitu ambacho ni kamilifu. Na ukamilifu wa jambo huwa uko namna hii. Ningetaka ukaweze kuelewa. Nilifundisha lakini nitafundisha tena. Kuna wakati Elisha alililiwa na Joash in the book of Kings. Sijui kama niwasomea kitabu cha Wafalme wa Pili. Nani anaona wapi? Mahali Joash alimwambia
chapter number 13 and verse number 14. Wacha nisome haraka. Maandiko inasema Elisha had become sick with the illness of which he would die. Joash the king of Israel came down to him and wept over his face and said, "Oh my father, the chariots of Israel and his horsemen." Elisha said to him, "Take a bow and some arrows." So he took himself a bow and some arrows. Then he said to the king of Israel, "Put your hand on the bow." So he put his hand on it, and Elisha put his hand on the king's hand. And he said to him, "Open the east window." And he opened it. Then Elisha said, "Shoot." And he shot. And he said, "The arrow of the Lord's deliverance, and the arrow of the deliverance from Syrians. For you must strike Syrians at Aphek till you have destroyed them." Then he said, "Take the arrow." So he took them. And he said to the king of Israel, "Strike the ground." So he struck 3 times and stopped. And the man of God was angry with him and said, "You should have struck 5 or 6 times, then you would have struck Syria till you had destroyed it. But now you will strike Syria only 3 times." Maandiko inasema ya kwamba Elisha alipogonjeka ule ugonjwa ambao ulimpeleka kaburini, huyu mtu ambaye anaitwa Joash mfalme wa Israeli akaja kwake akamlilia, akamwambia, "Baba yangu." Na akamwambia, "Wewe ndiye magari ya farasi ya Israeli na waendesha farasi wake." Sasa alikuwa anamuuliza, "Kwa sababu tumekuwa tukikutegemea." Na si nilimwambia mambo ya Elisha, alipojua Elisha anaenda, akajua ya kwamba awiroa kwa him, ndio aniachie nguvu za kuendelea. Na tunaona sasa ni wakati wa kufa. Sasa huyu mfalme alipomlilia akamwambia, "Unajua ya kwamba wewe ndiye farasi yangu." Hata yeye alikuwa anaita Elijah na namna hiyo tu. Alimwambia, "Wewe ndiye magari ya farasi ya Israeli na waendesha farasi wake." Sasa kwa sababu aliachiwa, akawa waendesha magari ya farasi na farasi waendesha farasi wake. Sasa analiliwa, naambiwa, "Ukiondoka si tutabaki watu hohehahe." Akamwambia, "Chukua mshale na mkuki na inaitwa uta." Bwana sifiwe. Akaambiwa achukue bow and arrows. Na akaambiwa chukua moja, elekeza upande wa mashariki. Elisha akaiwekelea mkono, akamwambia achilia. Akaachilia, ikatokea kwa dirisha. Akamwambia, "That is the arrow of deliverance of the Lord." Akamwambia, "Kwa maana mpaka utawapiga watu wa Syria pale Afeki mpaka uangamize." Si amebarikiwa tayari? Akaambiwa sasa, kwa sababu mshale wa Bwana umetoka wa kushinda, akaambiwa sasa ni kazi yako. Akaambiwa, "Chukua mishale na hiyo uta na ukaweze kugongesha chini ama kuachilia ikielekea chini." Na unaona sasa, wakati aliambiwa, alisema, "Si Bwana amesema nikawashinda pale hapo." Mara ya kwanza akaachilia, mara ya pili akaachilia, mara ya tatu akafanya nini? Na Elisha akakasirika, akamwambia, "What have you done? Si ungekogesha mara 5 ama 6 na hawa watu ndio wapiga uamalize." Hiyo ndio linasema ukamilifu wa kitu. Praise God. Na Mungu kama vile tumewaambia, God works in numbers. Hebu nikuambie mtu wa Mungu, kama kuna kitu imekusumbua ama kama kuna kitu unataka seriously, haiwezi sema ya kwamba sasa nitaomba mpaka Mungu aniondolee shida, ama nitaomba mpaka Mungu anipatie jambo fulani, na useme kwa sababu nimeamua nitaomba. Jiweni useme, leo nitaenda kwa church na nitachukua dakika 5 niombe powerful prayers, na hii kitu itatendeka. Ukuje hapa kwa dakika, "Oh God, maker of the heaven and the earth, tunakuomba Bwana, kuja na usitumane." Si tunasemanga hivi,
ukuje na usitumane. Bwana jidhihirishe. Nataka sasa, hata sitaki kuona mkono wako, nataka nione misuli yako ukifanya kitu. Kwa jina la Yesu nimeomba na nimeamini, hao maadui waniondoke in Jesus mighty name. Na useme nimeomba powerful prayer, sio shida imeondoka. Sio ni mchezo. Praise God. Na ukiwa na shida na Mungu akufungulie mlango. Ulikuwa na deni ya mtu ya 10,000. Mungu akufungulie mlango kwa sababu umemuomba niondolee shida. Na Mungu akifungua mlango uende mahali, upate mahali utafanya kazi. Kila siku nalipo mshahara wa 5,000. Useme niko na deni ya mtu ya 10,000 na huyu mtu ameniaibisha. Uende pale ufanye kazi siku ya kwanza, useme nimeona mkono wa Bwana, niko na 5,000. Siku ya pili ufanye useme nimeona mkono wa Bwana, niko na 10,000. Uende siku ya tatu, nimeona mkono wa Bwana, niko na 15,000. Nitalipa yeye na nilipe nyumba yangu mwezi ujao. Kutoka hapo useme nimemaliza na hiyo kazi kwa sababu shida yangu imeniondoka. Praise God. Are you serious with what you are doing? Bwana sifiwe. Uko serious na vile unavyofanya? Sasa ukilipa nyumba mwezi ujao na deni ilipe, hizo siku zingine utasurvive kivipi? Si ungefanya siku nyingi mpaka uhakikishe ya kwamba umeanza kitu yako ya kukusaidia kuendelea. Bwana sifiwe. Hiyo ndio ninasema kufanya kitu kwa ukamilifu. Bwana sifiwe. Watu wa Mungu ndio uwe powerful, kuna mambo utahitajika kufanya kwa ukamilifu. Ukisikia Mungu anakuongoza ya kwamba ningetaka uwe mbele zangu kwa na you are not sure kama Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Inawezekana ulikuwa unamjua but you backslid, ukarudi nyuma kwa sababu fulani. Inawezekana haujawahi kupokea Yesu na haujawahi kumwamini Bwana kama mwokozi wa maisha yako. Leo ninataka tunapoenda kuomba, ninataka tuombe na kila mtu aliye hapa siku ya leo. Praise God. Nyinyi ambao mnanisikiliza, ungetaka kumpokea Yesu katika maisha yako, nataka siku ya leo, the second day of January, nataka kila mtu apokee Yesu. Nataka tusimame na kila mtu. It is always safe. It is always safe kujua ya kwamba nimeokoka. Na siku ya leo nataka nipatie kila mtu nafasi. Na usiniambie kwamba umeokoka na sijakataa umeokoka. Nataka kila mtu aombe hili ombi la kumpokea Yesu katika maisha yake. Hajakataa. Mungu hakuna mahali alikataa ya kwamba ukimpokea tena ni dhambi. Praise God. Amen. Na ndio sababu huwa tunapatia watu nafasi. Kama uko na shaka na ubatizo wako, unaweza kubatizwa tena so that you may be sure ya kwamba nilibatizwa. Ninataka kila mtu ambaye ananisikiliza hapa, mnaonisikiliza kupitia kwa YouTube, nataka omba hili ombi la kumpokea Yesu katika maisha yako. Na uombe kwa kumaanisha kwa moyo wako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Everybody who is here nataka uombe. Na wewe ambaye unanitazama, mpokee Yesu kwa imani. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naja kwako. Naja kwako. Nisamehe dhambi. Nisamehe dhambi. Maovu na makosa yote. Maovu na makosa yote. Nioshe. Nioshe. Kwa damu yako ya dhamana. Kwa damu yako ya dhamana. Siku ya leo. Siku ya leo. Ninakukaribisha. Ninakukaribisha. Ingia ndani ya moyo wangu. Ingia ndani ya moyo wangu. Fanyika kuwa Bwana. Fanyika kuwa Bwana. Na Mwokozi. Na Mwokozi. Wa maisha yangu. Wa maisha yangu. Baba Mungu. Baba Mungu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninakuomba. Ninakuomba. Adhuhuri ya leo. Adhuhuri ya leo. Nipatie. Nipatie. Roho wako Mtakatifu. Roho wako Mtakatifu. Akawe nami. Akawe nami. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Na hata milele. Na hata milele. Awe mwalimu wangu. Awe mwalimu wangu. Awe hakikisho langu. Awe hakikisho.
hakikisho langu la wokovu, la wokovu, anikumbushe anikumbushe mambo ambayo mambo ambayo nimesahau, nimesahau, anifunulie anifunulie yale yote yale yote yaliyo sirini, yaliyosiri, akaweze kuwa akaweza kuwa mfariji wangu. mfariji wangu. Nimekuamini siku ya leo, Nimekuamini siku ninapoingia ninapoingia katika katika agano lako agano lako jipya jipya kupitia kupitia kwa damu ya Yesu, kwa damu la Yesu, ya kwamba siku ya leo wewe tu pekee ndiwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa wokovu wako. Nimeokoka kwa imani kwa jina la Yesu. Nimeomba na nimeamini. Amen. Amen. Shangilia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God bless you so much. Ninawaomba wale ambao haujawahi kuomba hilo ombi tena na kumpokea Bwana Yesu katika maisha yako. Ukiwa umeliomba hilo ombi the first time, kuna namba utaona hapo kwa YouTube. Hiyo namba ni namba ya kanisa. Tupigie kutuambia kwamba nilimpokea Yesu kama mwokozi wangu siku ya tarehe 2, kwa sababu nataka niwe na madhabahu ambayo ni ya Mungu wa kweli, na tutakusaidia kumjua Bwana zaidi. Tutakuelekeza vile utakavyoweza kufanya ndio uweze kuendelea na safari ya imani. Kwa wale ambao tuko nao siku ya leo na umeliomba hilo ombi for the first time, ningetaka kabla haujatoka hapa, ningetaka ukaweze kuona hawa viongozi ambao nimewaonyesha hapa mbele. Unaweza kuona Pastor Eunice, umwambie leo nimempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. God bless you, God sustain you, and God protect you as we continue in the journey of the faith. May the hand of God be upon you forever. In Jesus' name. 2022 Bwana awapatie ushindi. Bwana wabariki sana. Kwaherini, tutaonana tena katika jina la Yesu. Amen.